Gani mtazamaji wa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ni matumaini yangu buheri wa afya kabisa, na sisi tupo salama salmini. Karibu sana katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni jahara sehemu ya kwanza, na tukiwa tunazungumzia mwenendo na tathmini ya kampeni katika chama cha Tanzania Labour Party TLP. Siku ya leo ndani ya studio utakuwa nami Rajabu Msangi, lakini pia nitakuwa na makamu mwenyekiti wa TLP Tanzania Bara, Dominata Roichungura. Karibu sana mama. Asante sana. Karibu sana katika studio za Mlimani TV. Asante sana. Hapo awali nimeweza kumtambulisha mtazamaji kwamba tunazungumzia mwenendo na tathmini ya kampeni katika chama cha TLP. Kwanza kabla ya yote tunataka tufahamu mwenendo na tathmini ya kampeni kupitia chama cha TLP uko vipi mpaka sasa? Kwanza mwenendo na tathmini katika ndani ya chama cha Tanzania Labour Party, mwenendo ni mzuri. Tuko kwenye kampeni, tunaendelea vizuri, bara na visiwani, majimbo yote ambayo tumesimamisha wagombea, tunaendelea vizuri. Tunaendelea vizuri kwa sababu watu wako kwenye majimboni. Watu wanagombea, watu wanaomba kura, nyumba hadi nyumba. Hiyo tuko kwenye kampeni, tunaendelea. Kuna swala moja ambalo labda nipende kulitolea ufafanuzi, ambalo juzi tarehe 7 gazeti la Nipashe lilinukuu naibu msajili akisema TLP na UDP wamejitoa kwenye kumnadi mgombea urais. Nipende kutoa taarifa kwa umma wa Tanzania wote bara na visiwani kwamba chama cha Tanzania Labour Party kama chama cha siasa bado hatujajitoa kwenye kumnadi mgombea urais. Kwa sababu gani? Chombo pekee ambacho kinaweza kikaruhusu tujiondoe ni mkutano mkuu. Tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2020 tulifanya mkutano wetu mkuu. Tulianza na vikao vyetu vya secretariat, halmashauri kuu, kamati kuu, mkutano mkuu, tukimpigia kura za ndio kwa kumnadi mgombea urais kwamba Dr. John Pombe Magufuli hatakuwa ndiye mgombea pekee aliyepitishwa na mkutano mkuu wa chama cha Tanzania Labour Party. Kwa nini tulifanya hivyo basi? Sisi kama chama tulijiridhisha. Tukaangalia ilani yetu ambayo inaisha mwaka huu, tuliandika kwamba tutatoa elimu bure kwa Watanzania. Mheshimiwa John Pombe Magufuli ametoa elimu kwa Watanzania wote. Tukasema tutatoa afya kwa Watanzania wote na kuboresha vituo vyote. Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli ameshatoa vituo vya afya na ameenda mbali zaidi kujenga vituo vingi kuliko sisi tulivyotegemea. Lakini tukasema tutaongeza pato la taifa, yote amefanya. Kingine ambacho tulikuwa tumesema ni kwamba tutahamia Dodoma endapo tukichukua serikali. Tuliangalia mgawanyo wa pesa unatumika sana. Serikali inaenda Dodoma kuhudumia bunge, serikali iko Dar es Salaam. Tukaona hii ni uvujaji wa pesa. Tukichukua serikali, tutahamia Dodoma, mapato yote yagawanyike sehemu moja. Rais ameshafanya. Tukasema kama sio unafiki ni kitu gani? Mambo yote ambayo tulisema tutayatekeleza, tumepata Mtanzania mwenzetu Dr. John Pombe Magufuli ametekeleza. Elimu bure ni watoto wote tunaingia bila kujali wapinzani. Afya wamama wote tunaenda kujifungulia bila kusema ni CCM peke yake. Tunapokuja kwenye miundombinu, magari ya wapinzani yote yanapita. Kwa hiyo iweje sisi tusimuunge mkono Rais John Pombe Magufuli? Tatizo lilikuja ni kwamba wao walikuwa hawajazoea watu kuunga mkono mtu aliyefanya vizuri. Wapinzani walizoeleka wao ni wakupinga kila kitu. Hapana. Huwezi ukapinga kitu ambacho unakiona. Mtu akifanya vizuri mpongeze, akifanya vibaya mkosoe. Na ndio maana ya upinzani. Upinzani sio upinge tu, ni kioo cha chama kilichoko madarakani. Umefanya vibaya, unakula rushwa, tulipiga kelele sana toka mwaka 95. Serikali wanakula rushwa, CCM wanakula rushwa, lakini aliposimama yeye ameweza kudhibiti rushwa 85%. Sasa tuje hapa, nyinyi ni chama pinzani, nyinyi sio wa CCM, nyinyi ni watu wa TLP. Tumeona mwenendo wa kampeni umesema zinaendelea vema katika majimbo yao. Tukiangalia nyinyi mmesimamisha wagombea wangapi na katika majimbo yapi hapa nchini? Asante sana. Sisi tumesimamisha wagombea. Kwanza Tanzania bara tuna wagombea 21 ambao wanakwenda vizuri. Ambao unasema hata kura ikipigwa kesho hawa wana uhakika wa kushinda. Tanzania visiwani tuna wagombea 9 ambao wanaendelea vizuri.
watano ni bunge la uwakilishi, lakini wanne ni wabunge wa muungano. Yaani hawa hata ukiniambia leo kula zinapigwa, hawa nitakwambia kweli kwa kazi hii tuliyoifanya wamepita. Haitoshi tu, jimbo la Vunjo, wa Tanzania, wananchi wa Vunjo hao walipiga kelele, walianza kuandika barua ofisini, lakini wakamwendea Mrema moja kwa moja, chonde chonde baba yetu, njoo, miaka 5 ambao kuwepo sisi wa Tanzania, wananchi wa Vunjo tumetelekezwa, maendeleo hayakuwepo. Wewe mzee wetu ulizoea kutuletea maendeleo, tulizoesha kutupeleka hospitalini, ulituzoesha hiki, sasa kipo. Ni barua tena, ningejua ningekuja na ushahidi. Mheshimiwa Mrema akaona yeye ni nani, wananchi wanamhitaji, ikabidi atuombe kwamba bwana, hawa watu wananipigia kelele sana, nyinyi kama chama mnasemaje? Tukamwambia mzee, nenda. Lakini sio Mrema tu, jimbo la Kibamba tuliandikiwa barua na wananchi wa Kibamba kwamba jamani, huyu mbunge aliyoko hapa sisi tunaona hatujaridhika, hatujafanywa chochote, tunaomba TLP njooni mtusaidie. Tukaletewa barua. Haitoshi, Kigoma vijijini barua ambazo zililetwa ofisini, jamani TLP tusaidieni, tuletee mbunge Kigoma vijijini. Kote huko tumefanya, tulikizi matakwa wananchi wanataka nini, tukawapelekea wabunge na wabunge wanafanya vizuri. Lakini tuje kwamba kitu ambacho janiuliza, labda swala la wanawake. Wanawake sisi tumewajali. Nikikwambia Lindi mjini ni mwanamke, nikija Ubungo ni mwanamke, nikija jimbo la Ubungo mwanamke, Lindi mwanamke, nikija jimbo gani lingine, nikija Pemba kina kwa Biziada, tuna majimbo karibu 2, 3 wote ni wanawake. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba sisi hatutanii, na unapokuwa unasema TLP wamejitoa, kura moja ina thamani kubwa. Tuna wagombea, tuna marafiki, tuna wapenzi, tuna familia zetu. Umeona, unapotuambia sisi tumejitoa kumnadi rais, ina maana hizo kura zote tumpe nani? Kama sio kampeni chafu, tumpe nani kura zote hizi? Majimbo yote haya tuna wagombea, tuna marafiki zetu, hizo kura tumpe nani? Na wakati sisi mkutano mkuu tumeisha msimamisha mgombea rais wetu ni John Pombe Magufuli bila makubaliano. Hilo lazima nisisitize. Na mtazamaji, ikiwa bado unaendelea kufuatilia, hii ni Jahara sehemu ya kwanza, na tunazungumzia mwenendo na tathmini ya kampeni za uchaguzi kupitia chama cha Tanzania Labour Party TLP. Nipo na mwanamama Dominata Rweichungura ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama hiki cha TLP. Umezungumzia swala la nafasi za wanawake katika majibu ambayo umeweza kuyatoa hapo awali, kwamba mnahakikisha pia wanawake wanapata nafasi. Wewe ni makamu mwenyekiti wa chama hiki cha TLP. Mnazingatia vipi basi kuhamasisha wanawake ambao wana dhana ya kwamba wao hawawezi uongozi, lakini pia katika jamii zetu kumekuwa na dhana hii bado kwamba wanawake bado wako nyuma kimaendeleo? Hapana, sasa hivi wanawake wamehamasika sana. Wanawake hawahitajiki kupigiwa kampeni kubwa. Hata hapa tulipo sisi wanawake kwenye jamii ni mama, tunazaa wanaume. Hiyo ni sifa ya kwanza, tunazaa wanaume. Kwa hiyo wanaume wote hawa, hata wengine wakiwa na mashurubu, wakiwa na nani, lakini sisi wamama ndio wazazi wao. Tunawalea mtoto ukiwa kichanga, tunakulea, tunakukuza mpaka unakuwa rais, ni mama. Lakini tunatengeneza familia kama mama. Tukitoka huko sasa tukaja kwenye jamii, sisi ni viongozi wazuri. Kilichokuwa kinasumbua hapo nyuma ni mfumo dume. Mwanamke akaonekana ni wakupika tu, mwanamke ni wakupiga makofi. Na hata tulipoanza mwaka 95, wanawake tulikuwa ni wakushangilia, ni wakuwaimbia wanaume, kusherehesha shughuli. Lakini kwenye mamlaka sisi tulikuwa bado. Lakini sasa hivi kadiri tulivyokuwa tunakwenda, wanatuona wanawake mbona tunafanya vizuri. Mwaka 2000 TLP ndio waliokuwa wa kwanza kuweka rais, mgombea makamu wa rais ni mwanamke. Na baada alikuwa anajieleza vizuri, Mzanzibari yule mama anajieleza vizuri, anafanya vizuri. Lakini haitoshi, mimi hapa ni makamu mwenyekiti wa chama. Nilianzia mbali, nilianzia naibu katibu mkuu, nilianzia katibu mwenezi, naibu katibu mkuu, sasa ni makamu. Huko kote vyeo vyote nilikotokea huko waliniona kwamba nafanya vizuri. Mpaka imefikia makamu mwenyekiti. Wanawake wana sifa moja. Kwanza ni waoga. Hawawezi kufoji madaraka, vitu vya wizi. Hata wanapokuwa wamefundishwa na wanaume bado ni waoga. Na wanawake kuonekana kwamba ni waoga, hata vyama vyao.
hawawezi kusema kwamba wavuruge amani. Ni waoga, kwa sababu wanajua amani ikipotea wanawake ndio watakuwa waathirika wa kwanza na watoto wao. Lakini ni waoga kwamba mwanamke akionekana amekula rushwa, vyombo vya habari vikimtangaza huyu amekula rushwa, huyu ana skendo hii, amefanya hivi. Wanawake ndio uoga huo ambao unasababisha. Umeona? Kwa hiyo wamama sisi kama chama tunaweka vipaumbele, na si wamama tu, makundi yote, makundi ya jamii ya kilemavu, makundi ya vijana, makundi ya wazee, wote tumewaweka vipaumbele. Hata ukiangalia hizi nafasi tulizokuwa nazo, wamama wako majimboni, vijana wako majimboni. Nije jimbo la Ubungo ni kijana, jimbo la Kinondoni ni kijana, jimbo la Kawe ni kijana, na yote hayo tunafanya vizuri. Mbali na nafasi ya mwanamke, umezungumzia kwamba kauli ambayo imetolewa hivi karibuni kwamba TLP na wenyewe wamejitoa kumuunga mkono. Vipi sasa msimamo wenu katika kile ambacho mlikinadi hapo awali kwamba nyinyi mnamuunga mkono Rais Dr. John Pombe Magufuli kama mgombea wa rais wa mwaka 2020? Vipi msimamo wenu, bado uko pale pale mbali na kauli hiyo kutolewa, au mmebadilika? Msimamo wetu uko pale pale. Chombo cha kutubadilisha sisi ni mkutano mkuu. Lakini kauli ya mtu mmoja huyu hizo ni propaganda. Chombo cha kubadilisha ambacho kimemweka kikamuunga mkono Mheshimiwa John Pombe Magufuli kuwa mgombea urais pekee kwa kupitia TLP, ndio chombo hicho ambacho kina mamlaka ya kukataa. Na watangazia wana TLP, na watangazia Watanzania wote bara na visiwani, wapenzi wote, marafiki wetu, TLP tunaendelea kumnadi mgombea urais Dr. John Pombe Magufuli kwamba ndiye mgombea pekee Tanzania anayefaa kupeperusha bendera ya taifa kuwa mgombea urais wa nchi yetu. Sifa hanazo na anaendelea kuwa nazo. Kura zote za Watanzania tumpe Dr. John Pombe Magufuli. Sasa tukija, nyinyi ni chama cha upinzani, Mama Dominata, lakini mmekuwa na changamoto hiyo kwamba tayari kauli imeshatolewa, lakini bado mmebaki na msimamo wenu. Tukiweka mbali upande wa ugombea wa urais, ninyi hamjabahatika kumsimamisha mgombea wa urais kupitia chama cha TLP kwa sababu mnamuunga mkono Dr. John Pombe Magufuli. Tukiangazia upande wa kampeni ambazo zinaendelea majimboni kwa wabunge na hao madiwani wa TLP, kuna changamoto zote ambazo mnapitia katika kampeni? Changamoto zipo, haziwezi kukosa. Tuna changamoto ya pesa. Ukiangalia chama cha Tanzania Labour Party miaka iliyopita hatukuwa na wabunge. Ili chama kiweze kuwa na ruzuku ni lazima kiwe na wabunge kutokana na sheria ya taifa letu. Hatukuwa na wabunge, kwa hiyo tuna mapungufu ya pesa. Na unakuta kampeni zote za kwetu tunatembea nyumba kwa nyumba. Umeona, unatembea unamuomba mwananchi kula, ukiweza kupata mabango unabandika. Ile mikutano mikubwa ya shamla kwa kweli bado hatujafanya vizuri. Lakini ambako tumeishaanza kufanya mikutano tunafanya, lakini ambako hatujaweza kufika kutokana na kipato tunatembea hadi nyumba kwa nyumba. Hiyo ndio changamoto pesa. Uchaguzi ni gharama kubwa, mtu asikuogope. Ni lazima uwe na vipaza sauti, ni lazima uwe kampeni timu hiyo angalau iweze kupata hata maji ya kunywa. Ni lazima uwe na mabendera mengi, ni lazima, kampeni ina gharama kubwa sana. Kwa hiyo changamoto la pesa hilo kwa kweli ni changamoto tunalo. Lakini changamoto la swala la kuungwa mkono na wananchi hata kwa miguu yetu bado wanatuunga mkono. Changamoto ni pesa, lakini hata tungeweza kuwa na pesa hata sasa hivi mikutano tunapiga na bado tunaendelea nayo kwa uchache huo. Wakifika wawili watatu mkawa na hizi megafoni, bado mnaweza mkatembea nazo na kuweza kuomba kura kwa Watanzania. Na vipi mnaonaje upinzani wa vyama vya siasa katika uchaguzi huu wa mwaka 2020? Uchaguzi wa mwaka huu 2020 ni changamoto kwa wapinzani. Na sisi hilo tuliliona mapema. Kwa sababu tuliliona mapema kutokana na rais anayemaliza muda wake, Rais Dr. John Pombe Magufuli, kuweza kutekeleza ahadi zote ambazo zilikuwa ni malalamiko yote ya wapinzani toka mwaka 2015. Ameweza kukamilisha yote yale tuliyokuwa tunamalamikia. Umekuta wapinzani hatuna sera. Utaenda kusema nitaweka barabara ameshaweka. Nitajenga hospitali ameshaweka. Nitanunua ndege, zipo ni nyingi, na sasa hivi tunaambiwa za mizigo zinakuja. Nitapeleka meli, sijui nitapeleka treni, sijui nitafanya, vitu vyote vipo.
Na Watanzania wapinzani kwa kweli tungekuwa ni wazalendo. Hii nafasi ya urais watu wote wangefanya kama sisi TLP. Wakasema kwenye urais tumuunge mkono. Pesa za kugombea urais tuzirudishe kwenye maendeleo. Kwa sababu maendeleo kidogo tulichelewa. Sasa leo tumeweza kupata mtu ambaye anaweza akadhibiti rushwa, akadhibiti wafanyakazi vitu vyote mikataba akaweza kurekebisha. Yaani nchi inakimbia, hata sisi wenyewe tunafurahi. Sasa hilo changamoto inakuja kwa wapinzani. Hawana cha kusema. Ni nukuu baba wa taifa mwaka 95 aliwahi kusema kwamba ukishindwa kujipambanua kwa sera huko kwenye uchaguzi, na alisema kipindi cha uchaguzi mwaka 95, ukishindwa kujipambanua kwa sera kwamba hoja yangu nitafanya hiki, taleta maendeleo haya, ukishindwa matokeo yake utaenda kujipambanua kwa lini? Kwa ukabila, ili uweze kuwagawa watu. Umeona? Na kwa sababu baadhi, sio wote, naomba Watanzania muelewe, baadhi ya wapinzani wameshindwa kujipambanua kwa sera. Ndio maana unaona wanatukana. Ndio maana unaona kauli zao ni za ukakasi. Ndio maana unaona sisi tukishindwa, tusipotangazwa tutakubali kumwachia Mungu. Hii ni kwa sababu wameshindwa kujipambanua kwa sera. Umeona? Lakini Watanzania wenzangu, naomba hizo sera mzikatae. Watu wamekosa sera, wanataka watugawe, wengine hatujui huko walikotoka, wana ahadi na nini na nani. Watanzania sisi maendeleo yanatugusa sisi wenyewe. Mtoto anapoenda shule, umemsaidia mama, umemsaidia mjane. Mtoto anapotoka shule, break ya kwanza ni kwa mama, hafiki kwa baba. Mama, daftari imeisha, mama mwalimu amenifukuza, mama tunaambiwa hiki. Mama ndio aende kwa baba kumwambia. Leo mtoto anasoma bure, mjane umeisha muondolea shida, mama umeisha muondolea shida, watu wote umeisha muondolea shida. Sisi hii ni Tanzania yetu. Tunahitaji amani. Hawa wanaojipambanua kwa kukosa sera tutawakataa kwa asubuhi la mapema. Watanzania, unga mkono John Pombe Magufuli, tuunge TLP, asubuhi nenda ukapige kura yako tarehe 28. Mrudishe Magufuli madarakani, amalizie miradi na alete miradi mingine. Tanzania tuendelee kuwa watu wa kuheshimika. Tunazungumzia upinzani wa vyama katika uchaguzi huu mkuu. Umezungumzia kwamba kuna upinzani mkubwa lakini viongozi wengi hawana sera, si ndivyo? Nataka kufahamu wagombea wa TLP ambao mmewasomesha katika majimbo mbalimbali na wagombea wengine wa vyama vingine, ninyi wagombea wenu wanapitia changamoto gani katika upinzani ambao unaendelea wa vyama sasa hivi? Kwanza upinzani unaoendelea, hawa ambao nasema ambao wanajipambanua sasa kwa lugha nyingine. Wanapigwa changamoto kwamba sisi tumenunuliwa, sisi tumeongwa. Lakini mtu aliyeonga, si unamuona ana simu nzuri? Aliyeongwa, si unaona ana kitu kizuri? Aliyeongwa, si unaona kampeni zake? Huyo si ndio unamuona ameongwa? Tungekuwa tuna magari, tunapita huku, mikutano tunapiga mikutano mikubwa, tuna public system, tuna kila kitu. Hao ndio walioongwa. Lakini leo tunatembea kwa mguu, hatuna kitu. Hawa wanatuletea maneno ambayo ya kutukatisha tamaa. Lakini sisi hatuwezi kukata tamaa kwa sababu huyu tumemchagua kwa roho moja, tumempenda kwa roho moja. Nimesema hatuna makubaliano. Makubaliano ni kwamba nyinyi, wewe mgombea urais wetu, tumekwambia tunakuunga mkono. Ukishika madaraka, utatupa hiki au tuki. Hayo ndio makubaliano. Sisi tumempenda kwa kazi zake nzuri. Ni sawa hapa mimi nipende Mlimani TV, niseme vijana wake wanachapa kazi vizuri, chombo cha redio kinatenda haki kwa watu wote, mimi nikawaunga mkono. Hakuna makubaliano yoyote. Nimewapenda kwamba chombo chenu kinahabarisha umma vizuri. Mimi ni shabiki wenu. Ndio makubaliano hayo. Hakuna makubaliano yote ambayo hatuna makubaliano. Wa Tanzania tuelewe, hatuna makubaliano na Dr. John Pombe Magufuli. Na sisi hatukuunga Chama cha Mapinduzi mkono. Hilo lazima Watanzania walijue. Chama cha Mapinduzi hatukuunga nao mkono, hatuna makubaliano nao, na ndio maana sisi tumeweka wagombea wa ubunge na udiwani. Sisi tumempenda huyu kijana mchapakazi wa nchi, Dr. John Pombe Magufuli. CCM silikuwepo miaka yote. Siku zote silikuwa tunasema mnakula rushwa, siku zote mnafanya hiki. Kaja karandarua kila kitu, nchi yote kairandarua kwa maendeleo. Kaanzia ndani ya nyumba yake,
kavunja nyumba, kaweka misingi vizuri. Nyumba ilishakuwa na ufa, akasema ufa uko wapi, uko wapi, upo. Kavunja, kaunda nyumba vizuri, katoka nyumba, kaanza nyumba zingine. Taifa lote kalivunja. Kaanzia kwa watendaji hewa, kaanzia kwa mikataba, kaanzia kwa kila kitu. Huyo mtu unamchukiaje? Unamchukiaje kijana wangu? Sasa mbali na hivyo, mmeonyesha nguvu kubwa sana katika kumuunga mkono Dr. John Pombe Magufuli kama mgombea wa urais. Lakini tuangalie kwa upande wa chama cha TLP. Mmeonyesha nguvu kubwa sana huko Vunjo mkoani Kilimanjaro. Vipi hii nguvu ambayo mmeiwekeza Vunjo peke yake na mikoa mingine kwa sasa hivi, hali ipo vipi? Kwanza Vunjo nguvu ipo. Lakini kwanza mnatakiwa mjue Mheshimiwa Mrema katika taifa hili. Vijana kama nyinyi hamwezi kujua. Hamwezi kujua viongozi ambao tuliokuwa nao katika taifa hili. Unapomtaja Mheshimiwa Mrema, ukamtaja marehemu Moringe Sokoine, ukataja baba wa taifa, nyinyi vijana wa kizazi cha sasa hamkuwahi kujua. Mrema katika taifa hili aliwahi kuwa naibu waziri mkuu, cheo ambacho hakijawahi kutokea mpaka sasa. Akawa waziri wa mambo ya ndani, waziri wa vijana na waziri wa kazi na vijana. Akashika madaraka makubwa. Mheshimiwa Mrema akiwa waziri wa mambo ya ndani aliweza kujenga vituo vyote vya polisi nchi nzima, ambavyo sasa ama waongeze vingine ama wakarabati vile ambavyo vilivyokuwepo. Mheshimiwa Mrema aliwahi kuwatetea wanawake, akafika mbali kabisa na kuwaondolea kodi. Zamani tulikuwa na kodi ya kichwa. Wanaume walikuwa wanakimbia wakati wale wakuja kukusanya kodi, wanakimbia. Wanakamatwa wamama, wanaburuzwa mahakamani, wanabebwa. Mheshimiwa Mrema akasema mama wametuzaa. Akamshawishi Rais Hassan Mwinyi, Rais, tuwaondolee kodi wa mama. Mheshimiwa Mrema akawaondolea wamama kodi. Wamama wakabaki wanampongeza. Na hili ni lazima sisi ambao ni tunatafuta utawala, ni lazima uwe na alama ya kukumbukwa kwa kizazi hadi kizazi. Kama Dr. John Magufuli, kama rais, kama Mheshimiwa Mwenyekiti Mrema, tulikuwa tuna wimbi la majambazi miaka hiyo. Ulikuwa uwezi kutembea bila kukatwa mapanga. Mheshimiwa Mrema alisimama akasema, ninahitaji mazambazi wote nchi nzima, rudisheni silaha. Hajui wanakula nini, wanakaa wapi, wanakichaka gani. Majambazi yale yakarudisha silaha. Akifika na wakatia mtaji, nenda kaanzisha duka la mitumba, nchi kabaki haina majambazi. Mheshimiwa Mrema ana historia ya kukumbukwa. Sasa vipi? Sio kwamba nguvu kubwa tumeihamishia Vunjo peke yake. Hata majimbo mengine yana nguvu. Umeona? Mheshimiwa Mrema lile jimbo haliwahi kuwa mbunge karibu miaka 20. Lile jimbo ana nguvu kazi. Lile jimbo ana damu yake ambayo ndio inamkumbuka mpaka sasa. Umeona? Unaweza ukaona ile nguvu kubwa ni kwamba ile nguvu ni kubwa baada ya kuona ametoka walioingia wa kufanya chochote, wale watu wakaja na nguvu kubwa ya kumhitaji tena Mheshimiwa Mrema. Ndio maana unaiona ni nguvu kubwa. Ana mtaji wake pale. Lakini hata majimbo mengine yana nguvu. Nimekuambia jimbo la Kibamba, nimekuambia Kawe, nimekuambia Kinondoni, nimekuambia Ukonga. Kote huko tuko underground na uwezi ukaamini. Utakuja kuamini kwenye sanduku la kura. Tuko kwenye ogopa mtu ambaye yuko kwenye underground. Akiibuka tu, anaibuka na mpiga kura. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa ambayo mmeyapata. Ni mafanikio makubwa, na ogopa chama ambacho hatupigi kelele. Historia yetu sisi toka tuanze mageuzi hatuna kelele. Tunaamini kwamba mageuzi ni hoja. Sio vurugu, sio ugomvi. Jenga hoja. Una nini, nina nini, umeshindwa hapa, nitafanya hapa. Basi tunaweza tukatofautiana kwa sera zetu, kwa ilani zetu, lakini bado tutakuwa wamoja kama Watanzania. Uchaguzi huu usije ukatugawa kama Watanzania. Ni mchakato tu, zimebaki siku 20 tu. Umeona? Uchaguzi ukiisha bado tutabaki na taifa letu. Watachaguliwa wabunge, wataendelea, atachaguliwa rais, ataendelea, diwani wataendelea. Bado tutaendelea kuwa wamoja. Chonde mwenye kuwa na wazo la kugawa taifa hili. Chonde mwenye kutumika kuligawa taifa hili. Watanzania tuko macho. Nikupe mfano wa corona tu. Tulipata rais akasimama, akatuelekeza tumuombe Mwenyezi Mungu.
Umeona? Tukaomba siku 3 akatuambia tutumie nyungu season 1, ikaja season 2, tukala mandimu, tukafanya nini? Tumepona. Mataifa huko nje bado wanateseka na janga la corona. Unamkataaje mtu wa Mungu kama huyo? Alafu tunatukanwa kwamba tumeongwa. Alafu tunazalilishwa dakika za mwisho kwamba tumejitoa. Watu hawana hofu hata ya Mungu. Unamkataaje mtu kama huyo? Angalia miradi, kulikuwa miradi yote haishi. Miradi watu wanasema wanajenga kisima, kisima kinasimama mpaka hapa. Kisimama miaka inaenda, pesa zimeliwa, kisima hakijawahi kwenda mpaka kinaliwa na mchwa. Unamkataaje mtu anajenga miradi yote inaishi? Huoni kwamba ana uwezo wa Mungu? Unamkataaje mtu kama wanamume? Na mwanamama Dominata Rwechungura, tuangalie swala la amani ambalo limekuwa ni tunu ya Tanzania toka tumepata uhuru. Kumekuwa na amani. Vipi nyie chama cha TLP mnasimamia ama mnahakikisha swala hili bado linaendelea kuboreshwa ukiangalia hasa katika kipindi hiki cha kampeni? Amani ni kubwa, amani tunahitaji. Tunaweza tukawa sisi wanasiasa tunasema haki. Lakini haki huwezi ukaipata bila amani. Umeona? Amani ndicho kitu cha kwanza, na kwenye mikutano yetu, kwenye kampeni yetu tunatanguliza amani kwanza. Umeona? Vitu vingine vinakuja baadaye. Tunawaambia wanachama wetu, wapenzi wetu, msije mkaingilia kwenye mikutano ya watu wengine kama Tume ya Taifa inavyotupa maelekezo. Usitoke hapa na miemko yako kaenda kwenye mkutano wa mwenzako umevaa t-shirt ya chama chako kumtambia. Hiyo ni kuvunja amani. Kwa hiyo watu wetu tunawaambia fateni ratiba yako. Mkutano uko wapi? Usije ukaingilia mwenzako. Hiyo yote ni kuelekeza watu wote tuendelee na amani. Usitukane mwenzako. Unaona? Unapomtukana na yeye atajibu. Unapokutana njiani mtafishikana mashati. Hiyo yote ni kuvunja amani. Kwa hiyo tunaelekeza kama chama vitu ambavyo vinaweza vikawa hatarishi na kuzuia, kuhakikisha vinaleta amani. Kwa hiyo sisi tunaelekeza amani iwepo na tunaendelea kuihubiri na tunaendelea kusema ni lazima watu tuseme ukweli. Uongo unaweza ukasababisha amani kupotea. Huwezi ukafika hapo unasema uongo tu na unaongopea Watanzania tu. Hiyo yote ni kuhatarisha amani. Umeona? Kwa hiyo kijana wangu, vijana wangu wa TV, jaribu tujenge misingi ya baba wa taifa. Ili taifa limejengwa na misingi mikubwa na sisi. Nikurudishe kwenye corona. Corona hii Kenya walikuwa wanatukataa. Ulikuwa unaona wanakataa vijana wetu wa malori wanapeleka mizigo na wanawapelekea na vyakula. Hoa mjapimwa, mjafanywa nini? Je, amani ikivunjika tutakimbilia wapi? Kama kamtiani kidogo tu ka corona, mataifa mengine mipaka yetu ilivyotuzunguka wanatukataa. Je, amani ikishapotea tutaenda wapi wa Tanzania? Sisi tumezoea kuwapokea wakimbizi. Tumepokea kuwasaidia makundi ambayo ni ya shida. Na hiyo ndio rasilimali yetu kwa Mungu. Watu wamezoea kupeleka mapesa benki tu, kwa Mungu hawapeleki rasilimali. Kwa Mungu nisaidia haya makundi ya shida. Umejiwekea rasilimali akiba kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tulivyopata jaribu tukaomba, tumepona. Mataifa wanatafuta sayansi iliyotumika Tanzania hawawezi kuipata. Umeona? Kwa hiyo amani ni kitu cha kwanza. Amani tuilinde kama mboni yetu. Kama tunavyosema muungano tuulinde na amani tuilinde kama mboni yetu. Wanasiasa wenzangu, mnaweza mkawa mmetumwa. Mnaweza mkawa mnatumiwa na watu wenye chuki, wanaomchukia rais. Fanyeni hivi. Mtu mwingine yuko nyumbani kwako anakupasia mpira. Wewe sema hivi. Unajidanganya Tanzania. Ni lazima ukumbuke huyu anayekutumia fanya tenda hiki. Yeye ameahidiwa na nani? Analipwa na nani? Watanzania wenzangu, amani ni kitu cha kwanza. Na mtazamaji, ni mwanamama Dominata Rwechungura ambaye tulikuwa naye kuanzia mwanzo mpaka tumefikia hapa. Nikushukuru sana na karibu tena katika studio za Mlimani TV. Tulikuwa tukizungumzia mwenendo wa tathmini ya kampeni ya chama cha TLP Tanzania Labour Partner. Tulikuwa naye Dominata Rwechungura ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha TLP. Wanasema Waswahili, mwenye masikio na asikie. Tumezungumzia swala la amani hapa mwishoni, na amani ni tunu ya taifa. Tumefika tamati ya Jahara sehemu ya kwanza. Mtazamaji, ulikuwa nami Rajabu Msangi. Nikusihi tuendelee kutazama Mlimani TV kwa vipindi vinavyoendelea.